Sheria ya ndoa, kama unamnyima uyumba mwenzako, maana yake ni kwamba unatengeneza mazingira ya ndoa hiyo kuto kuwepo kwa ndoa. Inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya mmoja kuomba talaka, kwa sababu sheria ya ndoa haijasema kwamba mke na mume mmoja kinyima mwenzie kwamba huyu mwingine anaweza kupata hicho kitu kwa kutumia nguvu. Na ndio maana hakuna kubaka kati ya mke na mume. Sheria ya makosa ya jinai pamoja na sheria ya ndoa imekaa kimya. Mke hawezi kumbaka mume wala mume hawezi kumbaka mke. Kwa hiyo kama zitatokea purukushani katika kudai swala hilo, linaweza likatokea kosa lingine ambaye ataona amepata madhara, labda itakuwa ni kosa la jinai, labda amejeruhiwa au amepigwa au nini, anaweza kashtaki kwa jinai au vinginevyo. Lakini kwenye sheria ya ndoa hakuna mahali popote panapoeleza kwamba mtu akidai ndoa kwa mwenzie kwa nguvu itakuwa ni kosa la jinai. Ila sheria ya makosa ya jinai itakuwa kama watu wengine tu wanapogombana na kupigana na namna hiyo, mtu anaweza kalalamika kwa misingi hiyo. Lakini kwa sheria ya ndoa, kumnyima mtu tendo la ndoa ni kigezo pia cha kuomba talaka. Ni ukatili. Kwanza ni ukatili kwa sababu utakuwa unamnyanyasa. Lakini kwa mujibu wa sheria ya ndoa, ukatili wa kimwili, wa kisaikolojia, kwa sababu utakuwa unamnyima haki yake. Masuala ya ndoa haya yanakwenda kwenye emotion, mambo ya ndani, na ni mahitaji muhimu ya kibinadamu. Sasa mtu anaponyimwa muda mrefu anaweza kaingia kwenye anapata stress na mambo mengine. Kwa anaweza kaomba nikawa ni sababu ground ya kuomba talaka mahakamani. Sasa taratibu za kuomba talaka itabidi zifuatwe. Lakini watu wengine kwenye masuala ya ndoa kuna swala la kutelekeza. Kutelekeza pia ni moja sababu ya kuomba talaka kama kwenye ndoa. Sasa kumnyima mtu tendo la ndoa, kumnyima mtu tendo la ndoa kunaweza kutokea pia kwenye mazingira kumtelekeza mtu. Kumtelekeza mtu inaweza kawa watu wanakaa kwenye nyumba moja lakini hawapeani hilo tendo la ndoa, sababu hata mle ndani ya nyumba ya ndoa wamegawana hata vyumba. Wako watu wanaishi namna hiyo. Hiyo ikifikia hapo, ambaye maumivu anayoona ni makubwa, anaweza kaomba talaka. Au wakati mwingine mmoja katika nyumba ya ndoa anaacha nyumba yake ya ndoa, anaondoka anaenda kuishi mahali pengine au na mwanamke mwingine sehemu nyingine. Kwa hiyo lile tendo la ndoa linakosekana. Kwa hiyo huko sasa kuhama nyumba, kuikimbia nyumba, au kuwa ndani ya nyumba lakini mmegawana vyumba, huko ndio inaitwa kutelekeza. Na wenyewe ni aina nyingine ya ukatili pia wa kijinsia kati ya mume na mke, lakini pia ni sababu inayopelekea mtu ndoa inaweza kuvunjika. Lakini kusema kwamba mtu akinyimwa tendo la ndoa, sheria inasemaje? Haijaanzisha kosa kwa mke na mume, ila makosa yanaweza katokea mengine hayo. Kwenye zile purukushani za kutaka mtu kwa nguvu, mtu anaweza kujikuta amefanya kosa la jinai lingine, akashtakiwa kwa kanuni ya adhabu, kipigo, kama umepeana maneno ya kashfa, kwa lugha ya matusi, vitu vya namna hiyo. Lakini kosa la kubaka, kama kosa la kubaka halipo kati ya mke na mume kwa mujibu wa sheria. Labda huyu mwanamke kama ni swala la kubaka awe wametengana. Kwa mujibu wa sheria ya makosa ya jinai kifungu cha 130, kama mke na mume wametengana au wametenganishwa kwa kikao cha familia au kwa namna yoyote, mmoja anakaa kwake, mwingine anakaa eneo lingine, wanasubiri labda kuelewana au muda uishe kitu fulani kitokee, kwa mujibu wa mpangilio uliowekwa na wale wasuluhishi kwa kikao cha usuluhishi kilivyopitisha. Hapa sasa huyu mmoja akimfuata mwenzie na kufanya naye tendo la kujamiana, hiyo itahesabika sasa ni kubaka, itakuwa ni kubaka. Sheria ya ndoa yenyewe imeweka utaratibu, kwa sababu kumnyima mtu tendo la ndoa ni ukatili.
na ni moja ya kigezo cha kuomba talaka. Utaratibu wa kisheria upo. Kabla ya kwenda mahakamani, kufungua kesi mahakamani kuomba talaka, ni sharti kwa mujibu wa sheria mtu aende kwenye mabaraza ya ndoa kwa ajili ya suluhu. Kwa ajili ya suluhu kwanza. Mahakama kwa mujibu wa sheria ya ndoa, mahakama inaweza ikatoa talaka tu kwenye mazingira mawili. Kwamba kuna kosa la kindoa limefanyika. Sababu ya kwanza. Lakini haitoshi kosa la kindoa tu kumefanyika, kwa tu limefanyika. Pia mahakama lazima ijiridhishe kwa ushahidi unaoletwa mahakamani kwamba ndoa hiyo haiwezi kurekebishika tena. Haiwezi kurekebishika tena. Kwa sheria ya ndoa imesisitiza sana suluhu kwa wanandoa kabla ya talaka kutolewa. Kwa jambo la kwanza, kwa mujibu wa sheria, mtu anapoona hawezi tena, mazingira yamekuwa magumu kwenye ndoa na anataka ndoa hiyo ifike mwisho, au ana migogoro hiyo ya ndoa, ni lazima aiwasilishe kwenye mabaraza ya usuluhishi ya ndoa. Haya mabaraza yako mengi, yako kama aina 3. Kuna mabaraza ya kimila yanapatikana kwenye hizi mabaraza ya kata, yanashughulikia ndoa zile za kimila. Lakini kuna mabaraza yanayopatikana ofisi za ustawi wa jamii, yanashughulikia ndoa za aina zote za kimila na za kidini bila kuangalia aina ya ndoa. Kule unaweza kaenda wakakusikiliza. Kuna mabaraza ya dini, kila sekta ya dini ina baraza lake la ndoa. Waislamu wana BAKWATA, Waromani wanalo, Warufeli wanalo, Waanglikana wanalo. Yote yameanzishwa kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Jukumu kubwa la mabaraza haya yanapopokea mgogoro wa ndoa ni kusuluhisha ndoa. Hili ni tatizo ambalo sasa hivi kwenye jamii limekuwa likiwagusa hususani wanaume, ukilinganisha na miaka ya zamani kidogo. Na hili tatizo kisaikolojia, yapo madhara mengi ambayo yanaweza kupelekea kwa huyu mwanaume kuweza kumuathiri. Madhara namba 1, nasema kwamba tendo la ndoa huwa kuna homoni, ambazo hizi homoni kitaalamu tunaziita ni endorphins. Hizi homoni ikitokea mwanaume anakuwa na uhitaji wa kuzitoa, kwa sababu hizi homoni ndizo ambazo zinazalisha hisia kwa mwanaume kuweza kutamani lile tendo. Kwa hiyo ikitokea mwanaume ametamani kile kitu kukipata kwa ule wakati, alafu akashindwa kukipata kwa sababu tu ambazo ziko nje ya uwezo wake, tayari moja kwa moja linaenda kuaffect afya ya akili. Cha kwanza inaweza kuaffect afya ya akili, ikapelekea kuwaza vitendo vingine. Ndio maana nakuta vijana wanaume wengine, unaona hata kuna mwanamke pia anabaka, anafikia mpaka hadi hatua ya kubaka na mtu ambaye ana akili timamu, na maana tayari hizi homoni zimemwendesha. Kwa kiafya au kifikira zimempelekea kufanya kile kitu. Lakini pia sababu nyingine au madhara mengine ambayo yanaweza kupelekea kwa mwanaume kuwa affected na hili swala kunyimwa unyumba kama wengi wanavyoliita, inaweza likapunguza kwa kiasi kikubwa ile ni motivation ya kufanya kazi. Tunasema kwamba mwanaume ili aweze kuwa perfect kwenye kazi lazima awe free in mind, unaona, psychological, yani awe free, asiwe na kitu chochote ambacho kinamsumbua. Lakini pia in physically, kwa nguvu na kiakili, mindset. Kwa hiyo kitokea kimoja wapo hiki kiko sawa, tayari hata akiwa anafanya kazi atafanya kazi perfect, unaona. Kwa hiyo haya ni madhara ambayo mengi yanaweza yakapelekea kwa mwanaume iwapo kama asipopata hilo tendo. Lakini pia swala lingine, psychological tu litamharibu, kwa sababu hata kama alikuwa anampenda itapunguza kwa kiasi chake. Yani ule upendo utadisivaru, kwa sababu ataanza kuwaza mawazo mengine kwamba yamkini huyu ananinyima hili tendo, labda kuna mtu mbadala. Kwa hiyo hata kama amekaa hivi
ataanza kuwaza kwa nini yani ameninyima. Kwa ataanza kutengeneza sababu ambazo yamkini hata zipo, na kupelekea sasa migogoro kwenye ndoa, ugomvi, na kufanya kitu ambacho kiko labda kinyume na kisheria. Tendo la ndoa ni haki, yani ni miongoni mwa basic needs, kama ambavyo unaona ni chakula, mavazi, malazi, sawa. Kwa hiyo tendo la ndoa pia ni haki kama haki zingine. Kwa hiyo inapotokea mwenzie, yani kwamba mwenzako amehitaji, yani kama unaona kwa hauna sababu ya muhimu, labda ugonjwa, kuumwa, kwa sababu uchovu sio issue. Kwa sababu tunasema kwamba hisia huwa ni mojawapo pia sababu ambazo pia zinaondoa uchovu. Kwa hiyo ina maana uchovu hiyo sio sababu. Japo watu wengi nimeona wanaongelea kwamba kutokana labda na majukumu wanawake na nini, kwa hiyo akirudi anakuwa labda amechoka ndio labda sababu. Hapana, hiyo sio sababu. Na ndio ukija kufuatilia miaka ya nyuma, yani wazazi wetu, mama zetu, wale ndio walikuwa wanafanya kazi nyingi ukilinganisha sasa hivi, lakini kulikuwa hamna hizo kesi. Kwa hiyo tendo la ndoa hiyo ni haki. Kwa hiyo inapotokea labda sasa ikitokea kwa mwenzako au wewe mwenyewe labda hauhitaji, yani kwamba you're not feeling to do that, yani ni bora ukamueleza. Lakini katika ni kumueleza sasa, mtengenezee mazingira pia apokee hiyo sababu. Usimwambie kwamba tu bwana sihitaji au kwamba sijisikii. Hapana, tengeneza mazingira. Labda ukamwambia tu, mwenzangu, kwa kweli leo nikuombe tu leo, yani nina mambo yananivuruga labda, yani utengeneze sababu, na kwa sauti ya upole ambayo itampelekea yeye basi angalau akuelewe na asiwaze kitu kingine.